Asante ndugu mtazamaji wa Chunya TV. Leo hii Chunya TV katika pilika za uhangaishaji wa macho yetu tumekita moja kwa moja mpaka Chunya mkoani Mbeya katika uangaliaji wa masuala mazima ya migodi. Ndugu mtazamaji, leo hii tumefika Chunya kuangalia masuala mazima ya uendeshaji wa uchimbaji wa migodi ya dhahabu. Na leo hii nipo na mmojawapo wa muhanga wa uchimbaji wa dhahabu katika mgodi huu wa hivi. Mheshimiwa samani, kwa majina yote matatu naitwa nani? Naitwa Lele Sabuni Mshali. Wewe ni mwenyeji wa hii Chunya au? Hapana, sio mwenyeji. Mimi mwenyeji wa Simiyu. Asante. Kwa hiyo ulifika Chunya kwa niaba ya masuala mazima ya uchimbaji? Ndio. Sawa. Hivi kwenye hii kampuni wewe ni kama nani? Kama foreman msaidizi. Asante. Tunashukuru. Kwa hiyo leo hii Chunya TV imeangazia katika maeneo yenu, na kikubwa tunachohitaji kukifahamu katika eneo hili ni aina ya uchimbaji wenu mnaotumia kuchimba na manufaa mnayopata, hasara na vitu vingine kadha wa kadha. Je, changamoto mojawapo ya uchimbaji ni upi? Changamoto ya uchimbaji kama unavyoona hapa, changamoto ni kubwa, ila lakini tunajitahidi hivyo. Kama ukitaka kuwekeza hivi inabidi jitoe ufahamu, maana kuna hasara au kuna faida. Ndio. Unaweza kujitahidi ukaweka mgodi kama hivyo mkubwa, hapo mwisho wa siku mambo kaukosa, kwa umepiga loss ile, ila mwisho wa siku unaweza kujitahidi ukaweka hivyo, ukawekeza hela kubwa, ila mwisho wa siku kapata faida kubwa. Kama saizi hivi angalau tunaanza kujivunia tunaanza kupata faida kidogo kidogo. Asante. Na je, kwa aina ya uchimbaji wa hili eneo lenu mnatumia aina gani ya uchimbaji? Sisi hapa tunatumia aina ya uchimbaji, tunachimba tukitoa mawe kwanza yanaenda CIP. Asante. Kwa kumbe kuna CIP. Pia wapo wengi ambao wenyewe hawafahamu namna ya uchimbaji. Wapo baadhi ya mikoa mingine tofauti hawaelewi, wao wanajuaga. Je, uchimbaji, wengi wanafahamu kwamba mtu wanavyosikia uchimbaji wa dhahabu wanaamini kwamba hivi unavyochimba unaenda kuitoa dhahabu yenyewe chini unaenda kuiuza. Je, hii ipoje? Hiyo haipo hiyo. Kwanza kuna process. Ndio. Kwanza uchimbe, utoe mawe, ukasage, kisha saga unakamatisha, au kisha kamatisha ndio unachoma. Kukamatisha, wengi kuambia kukamatisha watu kuelewa ni unakamatishaje, yani ni mfumo gani au ni aina gani ya ukamatishaji? Yani unatumia na nini ili uje kukamatisha? Kwa sisi hapa tunaweza hapa, maana huu ni uchimbaji mkubwa. Maana anaanza moja kwa moja hadi CIP, anaenda kuchenjulia kule, unatoka unga wa dhahabu. Kisha toka unga wa dhahabu anaenda illusion hapo anachoma. Basi ila kama kukamatisha ni wale wachimbaji wadogo wadogo. Wakisha toa pale, wakisaga, wakiosha pale, unabaki unga kidogo, wanaingia kwenye mercury, wanakamatisha. Kisha kamatisha kwenye mercury, wanakamua. Kisha kamua, wanaenda kuchoma. Asante. Hivi na huwa mna wafanyakazi kiasi gani? Maana naona kama hapa, naona kwa muda huu naona kumetulia, kuna utulivu hali ya juu. Naona leo mkoa wachache. Kwa sisi hapa leo kuna marekebisho huko chini huko, kuna sehemu na tumefikia hatua hapo. Tunaweka tunaweka hayo kama mageti hayo unayoona hapo juu, tunaweka kule chini ili tushuke chini ya pili. Sisi hapa tupe chini moja, sisi tunataka tushuke chini ya pili. Na tukishaweka mageti hapo, baada ya hapo watu wengine watakuwa wanafika hapa chini ya kwanza hivi, wanatambaa kwenda sehemu nyingine. Ila pale tena unafunguliwa tena, inaendelea kushuka pale, tunashuka hadi chini ya pili tena, ndio tunatarajia tufikie mwafaka huko. Sawa mheshimiwa, tafadhali naomba tusogee hata tuendelee kuangalia huko wakati tunaendelea kuongea. Hivi na je, hii kampuni yenu kiufupi ni inaitwaje mheshimiwa? Ni Mjini Investment. Asante. Na je, kampuni yenu ni imejikita katika shirika za uchimbaji tu au na vitu vinginevyo? Ni uchimbaji tu. Na ni uchimbaji wa aina huu au kuna uchimbaji wa aina nyingine? Sahi. Na naona ni
Kwa mimi muonekano wangu naona kama ni gharama kubwa ambazo zenyewe zimetumika katika harakati za utengenezaji wa huu mgodi. Ni kweli gharama kubwa zimeenda, ukitaka kuwekeza lazima ujitoe mwanzo. Asante. Hivi na kama nyinyi hapo mna wafanyakazi kiasi gani ambao wenyewe wanakuwa wanahusika katika ufanyaji wa kazi au utendaji wa kazi ili mgodi uendelee kufanya kazi? Kwanza kuna aina mbili. Kuna wachorongaji, kuna watoa maji. Watoa maji kwa shift moja lazima wawe 10, maana ni kazi kubwa sana. Ila wachorongaji kila shift huwa na watu 4 kwa ajili ya kuchoronga mashimo unavyoona. Je, kwa wewe unawashauri vipi watu ambao wenyewe wapo nje lakini wanakuwa ni wanaogopa kuja kuwekeza katika swala zima la uchimbaji? Mimi kitu kuwashauri na nini, waje tu wawekeze, maana kuna faida. Waje waangalie mwenzao kama alivyowekeza hivi na wenyewe wajifunze kupitia. Sahihi. Alafu kuna vitu ambavyo wenyewe sisi kama sisi wa mikoani huwa tulishaipataga. Unakuta kwa mfano ukamwambia mzazi, bwana mimi natoka naenda machimbo migodini, waga wanakuwa ni waoga sana, yaani kile kitendo cha kuruhusu wewe uende ukafanye kazi migodini, wakiamini kwamba migodini ni kuna hatari kubwa sana ya vifo vya watu. Je, hili jambo kwa wewe umelionaje? Tunaweza tukasema ni kweli vifo ni vingi, lakini kwa migodi kama hii mikubwa hii ni mara chache sana kusikia kuna tukio limetokea kama hapa. Ila baadhi ya migodi ya wanaotumia matimba ndio anaweza kana miti kaoza, ndio ikatokea janga kama hili kujifikia. Ila hapo ukiangalia mandhari ya kwetu hapa tulivyotengeneza, tumetengeneza kitofauti, tumetumia zege, simenti, kila kitu. Hapa kwetu hapa ipo imara sana. Kwa hiyo nataka kusema yani kinachofanya vifo vingi vitokee migodini ni kulingana na miundo au aina ya mgodi wako. Sawa. Kwa hiyo nataka kuniambia kwa mgodi wa aina hii ni mara chache sana kutokea matukio makubwa kama aina hii. Ni mara chache sana, maana hapa ukiangalia usalama upo asilimia kubwa sana hapa, usalama uliopo hapa. Kwa hiyo unawashauri vipi wale wazazi ambao wanawazuia wanawe kwamba kuonekana migodini ni kuna masuala mazima ya vifo kwa wingi? Unawashauri nini? Wanawe wanashindwa kupambana, vijana wengi kwa sasa wengine wanashindwa kupambana kuingia mazingira kama haya kulingana na wazazi, wakiamini hivyo kwamba migodini kuna vifo sana, kwamba itawapelekea wao kufariki. Mimi cha kuwashauri wanao waachie tu waje wapambane, fursa kama hizi hapa zikipatikana waje wapambane, watafute riziki. Maana anaweza kukaa nyumbani matatizo yale yale. Ila akija kupambana huko kama migodi hapo, ashuka kwa usalama safi kabisa na ndio. Kisha shuka huko ananyoa, atafute riziki yao. Asante ndugu foreman wa hili eneo, na leo hii sisi kama Chunya TV tulikuja kuangazia na tulikuwa nataka kufahamu mengi na mengi zaidi, na tunashukuru umetufahamisha baadhi ya mambo na mengine tutaendelea kufahamu kadri ya kila siku zinavyozidi kuendelea. Tutakapopata bahati ya siku nyingine kuja kuwatembelea, tutakuja kuwatembelea, ila bali bado nitakuwa na uhitaji wa kwenda kujua mandhari ya huko chini, na sio mimi peke yangu bali wengi wanatamani kujua jinsi maeneo yalivyokuwepo ya uchimbaji. Sawa. Alafu na jinsi yani ya aina ya uchimbaji na jinsi watu wanapofanya kazi chini. Sawa. Wengi hawafahamu, sio ni mimi peke yangu, wengi hawafahamu. Kwa hiyo tulikuwa tunahitaji tuendelee kujua na kufahamu zaidi nini maana ya uchimbaji. Chunya ni ya uchimbaji, Chunya ni ya madini. Na sisi tupo kuangalia zaidi na kukita zaidi katika uchimbaji ili kuwafahamisha na wengine ambao wapo nyuma yetu hawaelewi nini maana ya uchimbaji. Asante. Stopisha.